Je, unayajua majukumu ya MONUSCO nchini Kongo? MONUSCO nchini Kongo. Kwa leo ningekuletea baadhi ya majukumu yao na umuhimu wao kuwepo pale Kongo. Karibu tuendelee. Kabla tujaendelea, hebu tujifunze au tukumbushane kuhusiana na hawa MONUSCO. Ni watu gani? Ni kitu gani MONUSCO? Ndugu yangu, MONUSCO ni muungano au mkusanyiko wa majeshi mbalimbali kutoka katika nchi mbalimbali. Ni mkusanyiko wa majeshi au muungano wa majeshi kutoka katika nchi mbalimbali. Na nchi hizo ni pamoja na Tanzania, Kenya, kwa mfano nchi ya Nepal, Afrika Kusini, Bangladesh. Kwa hiyo huo ni mkusanyiko wa mataifa au wa nchi mbalimbali. Kwa mfano Malawi pia, naona India, Pakistan na nchi mbalimbali kwa kweli. Lakini nchi hizi zinazotuma majeshi haya kutoka katika nchi yao au nchi zao, majeshi haya yanakuwa chini ya Umoja wa Mataifa. Chini ya mwongozo na utaratibu na kanuni na misingi ya UN, Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa ndio unaokuwa kama baba wa haya makusanyiko ya majeshi. Wanaoperate, wanafanya kazi zao kwa mwongozo, kwa maelekezo, kwa sheria, kanuni na taratibu za Umoja wa Mataifa. Sasa makundi hayo mbalimbali, mkusanyiko huu wa majeshi haya kutoka katika nchi hizi ambazo ni baadhi, nchi ni nyingi, hizi nimetaja baadhi tu kidogo. Mkusanyiko huu ndio unaitwa MONUSCO. Kwa maana hiyo sasa, usije ukafikiri kwamba MONUSCO hii majeshi yake yanatoka katika nchi, kwa mfano Rwanda. Rwanda hakuna majeshi ya MONUSCO. Yaani kimsingi Rwanda haimo katika nchi zenye majeshi yanayofanya kazi katika MONUSCO. Burundi, Kongo, hawa hawana majeshi mle. Naona badala yake majeshi yanatoka katika nchi mbalimbali hizi ambazo nimekuambiani pale. Sasa MONUSCO hawa wana majukumu yao. Wana majukumu yao rasmi wanayopaswa kuyafanya. Mojawapo ya majukumu yao ni kulinda usalama wa raia. Ni kulinda usalama wa raia. Na katika kulinda usalama wa raia, hawa MONUSCO hawaruhusiwi kuanzisha vita. Unaona hawaruhusiwi kwa sheria za Umoja wa Mataifa. Hawaruhusiwi kuanzisha nini? Vita au mapigano. Wao kazi yao ni kuzuia mapigano, ni kuzuia vita, ni kudhibiti, sio kuanzisha vita. Unaweza kuona hawaruhusiwi kuanzisha vita. Na MONUSCO wanatumia silaha pale inapobidi, inapolazimu. Yaani mazingira yanapokuwa yamebidi, yamelazimisha. Lakini MONUSCO na jukumu yao si kuanzisha vita. Naona si kuanzisha vita. Kama unavyoelewa, wanaweza kujikuta
wanaingia katika mapigano wakati mwingine kutokana na hali halisi ya kivita. Tunajua vita ni vita, kutokana na hali halisi iliyojitokeza katika kuzuia, katika kudhibiti, basi kajikuta wanaingia katika hali kama ya vita fulani, lakini makusudi yao, malengo yao, majukumu yao sio kuanzisha vita. MONUSCO ni kuzuia. Tunaposema kudhibiti, kudhibiti sio kupigana, ni kuzuia na kudhibiti, kutengeneza mazingira ya amani, kutengeneza mazingira ya usalama kwa raia wasiokuwa na nini, na shida, wasiokuwa na hatia. Kwa mfano, makundi ya kina mama katika jamii. Kwa hiyo MONUSCO wanahakikisha makundi haya wasipate shida, wasiteseke, wasijikute wanaingia katika changamoto ambazo kwa njia moja au nyingine haziwahusu sana makundi ya kina mama. Kwa MONUSCO wanazuia wasipate shida. Kwa mfano makundi ya watoto, kazi kubwa ya MONUSCO ni kuhakikisha hayo makundi hayapati shida, japo kuwa shida wakati mwingine zinatokea, vita ni vita. Lakini madhumuni ya MONUSCO wanahakikisha kwamba malengo yao, wanahakikisha kwamba wanataka kwamba makundi hayo yasingepata shida, yasingepata changamoto kutokana na vita. Hiyo ni MONUSCO. Lakini pia kuna makundi mengine, kwa mfano makundi ya wazee katika jamii, wazee, makundi ya watu walemavu, naona. Kwa hiyo wote hao ni watu ambao, au ni makundi ambayo inapotokea vita ni rahisi wakaathirika, ni rahisi wakapata changamoto, ni rahisi wakapata shida, wakauawa kutokana na hali zao, Naona kwa mfano makundi ya wakazi wa kawaida, wakazi wa vijijini, mijini, wakazi. Makundi hayo pia MONUSCO wanajitahidi kwamba wawekee mazingira ya ulinzi na usalama sana. Wakimbizi wa ndani. Unajua vita inapotokea, basi kuna watu wanakimbia, kutokana na hali halisi ya vita. Kwa hiyo kuna wengine wanakimbia nchi za nje, wanakwenda nchi za nje, wanavuka mipaka ya nchi zao, wanaenda katika nchi zingine. Naona, lakini wengine pia wanakimbia ndani kwa ndani. Sasa wale wakimbizi wa ndani wale pia MONUSCO inachukua nafasi na hatua ya msingi sana ya dhati kuhakikisha kwamba wanakuwa salama pamoja na kukimbia kwao katika ndani ya nchi. Unaona majukumu ya MONUSCO, yaani makusudi yao si mabaya. Changamoto zinakuja ndio, lakini asilimia kubwa ya makusudi na malengo na majukumu ya MONUSCO ni nzuri. Lakini pia ile tulikuwa tunaangalia, kwa mfano jukumu lao la kwanza la kulinda usalama wa raia na makundi mbalimbali. Lakini tukiangalia jukumu lao la pili, yako majukumu mengi. Leo tutakumbushana haya majukumu kama matatu hivi. Jukumu lao la pili la MONUSCO ni pamoja na kupambana na makundi mbalimbali yenye silaha. Sasa tunaposema kupambana, sio kupigana. Sasa ni kujitahidi kuzuia makundi haya, kudhibiti makundi haya. Japo katika kuzuia, katika kudhibiti, wakati mwingine mapambano yanajitokeza, lakini kusudi lao ni kuzuia, kudhibiti makundi mbalimbali yenye silaha, kwamba yanaweza yakapungua kama sio kuisha, Haya ni mojawapo pia ya madhumuni mengine ya MONUSCO, naona. Lakini katika kuzuia na katika kudhibiti makundi hayo yenye silaha mbalimbali, bado MONUSCO wanahakikisha kwamba wasianzishe vita. Yaani wao wasiwe chanzo cha kuanzisha vita kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo wanafanya majukumu yao hayo
kwa kujizuia, kwa kuhakikisha kwamba hawaanzishi vita na kundi mojawapo la kikanda. Naposema la kikanda, maana yake kujikuta wanaanzisha vita na Rwanda, kujikuta wanaanzisha vita na Tanzania, kujikuta wanaanzisha vita na Burundi, kujikuta wanaanzisha vita na Kongo na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo wao katika kudhibiti makundi haya ya silaha mbalimbali pale Kongo, wanahakikisha wanatengeneza mazingira yasiyoweza kuruhusu uanzishwaji wa vita vya kikanda. Hayo ndio baadhi ya majukumu ya MONUSCO nchini Kongo. Ni baadhi ya majukumu, yako mengi. Leo tutaangalia kama 3, lakini yako mengi majukumu yao hawa MONUSCO nchini Kongo. Unaweza kuona kwamba majukumu yao sio mabaya, malengo yao sio mabaya. Changamoto zingine zinajitokeza, watu kufikiri kwamba hawa MONUSCO hawa bwana ni kama wanalalia upande mmoja, ni kama wako sambamba na Rwanda, wanaisaidia Rwanda hawa, wanawasaidia M23 hawa. Watu wanafikiri hivyo, lakini kimsingi sio kweli. Sio kweli, kwa sababu MONUSCO hawa ni kama nilivyokwisha kuambia tangu mwanzo, sio jeshi la nchi moja, sio jeshi la taifa moja, ni mkusanyiko wa majeshi mbalimbali. Kwa hiyo sio vyepesi wakalalia upande mmoja, sio vyepesi. Kwa hiyo mtazamo namna hiyo nadhani sio mzuri sana. Lakini tukiangalia pia jukumu la tatu la MONUSCO nchini Kongo pale ni pamoja na kusaidia jeshi la DRC. Wanasaidia jeshi la DRC. Sasa wanasaidia nini? Hawasaidii kupigana. Hawasaidii jeshi la DRC kupigana, hapana. Badala yake wanasaidia kwa mfano kutoa ushauri wa kiusalama. Ushauri wa kiusalama. MONUSCO hao, kwa sababu wako pale Kongo kwa lengo hilo, kwa malengo hayo, kwamba kuisaidia serikali ya Kongo na jeshi la nchi ya Kongo au jeshi la kitaifa FARDC. So kusaidia ushauri wa usalama. Naona kutoa ushauri wa kiusalama, hiyo ni jukumu lingine la MONUSCO nchini DRC. Naona kusaidia jeshi la DRC na serikali katika kutoa ushauri mbalimbali, ushauri wa kiusalama. Lakini ushauri mwingine ni kama kuhusiana na mafunzo, ushauri kuhusiana na nini? Na mafunzo ya kijeshi. Naona MONUSCO shauri mbalimbali, habari za mafunzo ya kijeshi, habari za usalama. Naona wanafanya kazi sambamba. Wanafanya kazi nini? Sambamba na serikali husika. Lakini sio kwamba wanapigana vita sambamba na serikali husika. Sio kazi yao MONUSCO. Ila kutoa ushauri wa kiusalama kama tunavyosema hapo, mafunzo na kadhalika na kadhalika. Lakini jambo lingine ni kutoa misaada pia. Inapowezekana watoa msaada wa vifaa katika serikali ya Kongo. Toa ushauri, toa msaada wa vifaa vya kijeshi, vifaa mbalimbali, kuhudumia wakimbizi na vitu vya namna hiyo. Sasa yote hayo ni majukumu ya MONUSCO. Haya ni kwa ufupi. Tutaendelea kujifunza, tutaendelea kuangalia ili tuiangalie tena MONUSCO kwa sura nyingine. Hii itasaidia nini? Itasaidia baadhi ya watu wenye mtazamo kwamba ujio wa MONUSCO Kongo sio muhimu, hawaja hatuwataki wana watu hawa. Hapana. MONUSCO sivyo walivyo. Kama wanaweza kufanya baadhi ya makosa, baadhi ya changamoto, basi ni kwa bahati mbaya, lakini madhumuni yao sivyo alivyo. Unajua kila penye original na fake haziwezi kukosa. Inawezekana pia na hawa kwa njia moja au nyingine MONUSCO wakafanya makosa. Sasa ni wanadamu, wakafanya makosa, wakakosea hivi na hivi, lakini malengo yao, makusudi yao, majukumu yao sio hayo.
Kwa hiyo wanaofikiri kwamba MONUSCO hawana faida Kongo, nadhani mitazamo hiyo wajaribishe kuibadilisha polepole. Wabadilishe mitazamo yao polepole. Wewe unayefikiri kwamba MONUSCO hawana faida kuja Kongo, hakuna kazi yoyote wanayoifanya, mbona tangu wamekuja vita bado inaendelea? Mbona tangu wamejaribisha kuzuia, mbona hakuna kinachoendelea? Hapana. Jiulize, kama wasingekuwepo MONUSCO, hali iliyopo leo hii ndivyo ambavyo ingekuwa? Hapana. Inawezekana hali ingekuwa mbaya zaidi, Kwa hiyo MONUSCO wana majukumu, wana faida, wana kazi wanazozifanya. Tuwatie moyo, wanapokuja pale Kongo wapokee, kwa sababu wanakuja kwa faida ya taifa la Kongo, wanakuja kwa faida ya raia wa Kongo, wanakuja kwa faida ya serikali ya Kongo. Wapokeeni. Hayo ndio baadhi ya majukumu yao. Tutaendelea kujifunza, tutaendelea kuweka majukumu mengine. Lakini kimsingi ni hivyo. Asante, karibu sana. Nawe nipe mawazo yako, kwa umoja na kwa upendo. Tusitukanane. Nipe mawazo yako katika lugha nzuri, Asante.